Naogopa sehemu ya 3. Naam, karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Naogopa. Simulizi anayetusimulia mwanamke anayefahamika kwa jina la Zuhura. Simulizi yenye kisa cha kweli. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Ukumbuke kuwa majina yaliyotumika katika simulizi hii si majina halisi bali ni ya kufikirika tu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok napatikana kwa jina la Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza ukasachi Chemchemu ya Simulizi. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Zuhura anasema nilikuwa nimetoka kwa mganga kienyeji nikiwa nimebeba agizo zito moyoni mwangu. Agizo la kumtafuta binti mwenye umri sawa na mtoto wangu ili kukamilisha tambiko la ajabu, tambiko la kumfungisha ndoa na nafsi ya pacha alifariki. Nilikuwa tayari nimeshakubali kila kitu. Yaani nilikubali ili mradi tu mwanangu apate amani ya moyo. Nilipokuwa nimeketi ndani ya nyumba yangu kimya, nilitazama kuta zilizoshuhudia vilio na mateso yetu. Ndipo uzito wa uamuzi wangu ulianza kunielemea zaidi. Nilianza kujiuliza maswali ambayo sikuthubutu kuyauliza mbele ya yule mganga. Nikanajiuliza, je, ni kweli nilikuwa naelewa kile ninachokifanya? Na je, mapenzi ya mama yanaweza kumruhusu kufanya jambo litakalogusa maisha ya mtoto mwingine asiyekuwa na hatia? Hapo nilikuwa najiwazia tu kwamba huenda nikienda kumuomba yule rafiki yangu, mtoto wake huyo wa kike, afunge ndoa na nafsi ya mtoto wangu. Je, mama yake atakubali? Au ndio utakuwa mwanzo wa uhasama baina yangu mimi pamoja na yeye? Au nitaianzisha vita mpya ya uadui kati yangu mimi pamoja na rafiki yangu, mtu wangu wa karibu ambaye huwa ananisaidia kila hatua? Na hofu ilianza kukaa upya ndani yangu. Lakini wakati huo huo, kumbukumbu ya mtoto wa rafiki yangu, jirani yangu wa karibu, ilijitokeza tena akilini mwangu. Msichana yule alikuwa na umri sawa na mwanangu. Alikuwa akicheza uwanjani bila kujua kuwa jina lake tayari lilikuwa limeanza kutajwa kimuumuo katika mpango ambao usingeweza kubadilisha tu maisha yake bali maisha yetu sote. Wanasema wakati mwingine maisha humweka binadamu mahali pa kufanya maamuzi yanayovuka mipaka ya moyo wake. Si kwa sababu hana huruma, la hasha, bali kwa sababu hofu msukuma hadi kwenye kona isiyokuwa na mlango wa kutokea. Katika maisha yangu Zuhura, mimi nilijifunza kuwa uchungu unapokithiri unaweza kubadilisha hata dhamira safi kuwa kimvuli cha kitu kisichoeleweka. Kuna hofu katika maisha ambayo huwa inakuja taratibu, lakini kuna hofu nyingine inaokaa ndani yako kama mzizi wa mti, inaenea kimya kimya, ikizama ndani ya nafsi yako bila hata wewe kutambua. Kwa kipindi kile nilijisi Zuhura, mimi nikitembea juu ya mstari mwembamba kati ya mapenzi na hatia, kati ya wokovu na laana. Na kila nilipojaribu kumwangalia mtoto wangu niliona sababu ya kupigana. Lakini kila nilipokumbuka agizo la mganga nilihisi kama ninavuta pumzi ndani ya giza nene. Nilianza kuelewa kuwa sio kila uamuzi unaochukuliwa kwa mapenzi huisha kuwa baraka. Wakati mwingine mapenzi hayo hayo ugeuka kuwa mzigo unaokuandama milele. Ndani yangu kulikuwa na sauti mbili, moja ikisema nimlinde mwanangu kwa gharama yoyote ile, na nyingine kiniuliza, je, ni gharama ya nani niliokuwa tayari kuilipa? Basi baada ya mawazo yale kunijaa kichwani, nilijua kabisa sikuwa na muda wa kupoteza. Nilipaswa kuanza taratibu, tena kwa umakini mkubwa, bila kumfanya mtu yoyote atilie shaka kila hatua ambayo nitakuwa ninaifanya. Basi nilianza kujifunza kuwa mambo ya siri hayahitaji haraka, bali yanahitaji subra na uso wa kawaida. Basi nilianza kumvuta kwa karibu sana yule msichana. Kwanza kabisa nilianza kwa njia isiyokuwa na shaka. Nilianza kumwita aje kucheza na mwanangu kama ilivyokuwa kawaida kwa watoto wengine. Nilimkaribisha msichana yule nyumbani kwangu mara nyingi zaidi kuliko hapo awali. Nilimnunulia pipi. Nilimuita kwa jina la mwanangu kwa sauti ya upole, nikamfanya ajisikie salama mikononi mwangu. Mama yake ambaye ni rafiki yangu wa karibu hakushuku kitu chochote kile. Aliona kama ni upendo wa kawaida wa jirani kwa mtoto wa jirani. Hakujua kuwa kila tabasamu langu lilikuwa limebeba siri nzito moyoni. Ama hakika usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Mama yule msichana mara nyingi alikuwa ananiona mimi ni mtu mwema sana. Ni mtu ambaye nawapenda hata watoto wa majirani. Hakujua tu kwamba kuna kitu ambacho nilikuwa nimemwandalia mtoto wake. Hakujua kuwa kila nilipomuita mtoto wake aje kwangu, nilikuwa nikisogeza hatua moja karibu na agizo la mganga. Basi usiku nililala huku nikiendelea kujiuliza kama ninachokifanya ni sahihi au sio sahihi.
Lakini kila nilipomwona mwanangu akitetemeka usingizini au akizungumza na hewa kana kwamba anaongea na mtu asionekana, moyo wangu ulirudi kuwa mgumu. Nilijikumbusha kuwa nilikuwa nafanya haya kwa ajili yake, kwa kumwokoa yeye. Nilitaka kila kitu kifanyike kimya kimya. Yaani sikutaka mtu yoyote ajue, kama agizo la mganga ambavyo lilikuwa linaelekeza. Nilitaka nifanye kitu ambacho hakuna mtu ambaye atakuja kutilia shaka. Hii ilikuwa ni siri yangu, siri ya mama aliyekubali kubeba mzigo peke yake. Niliamini kuwa nikimaliza hili, kila kitu kitarudi kuwa kama kawaida. Mtoto wangu atacheka tena bila hofu, usiku utakuwa kimya bila vilio. Basi kadri nilivyoanza kumzoea yule msichana na kumvuta karibu zaidi katika familia yangu, nilijua kuwa siwezi kufanya hatua yoyote bila kumjulisha mganga. Na kila jambo lilihitaji kufanywa kwa mpangilio wake. Kama alivyoniambia mganga, hivyo nikaanza kurudi kwa mganga kwa siri. Yaani nilikuwa nikienda kule polini, nilihakikisha kuna mtu ambaye anafuatilia nyendo zangu. Basi nilipomweleza yule mganga jinsi nilivyoanza kumkaribisha mtoto yule nyumbani kwangu, jinsi mama yake alivyoniamini zaidi, mganga alitikisa kichwa taratibu kana kwamba alitarajia aliyo kutokea. Basi mganga akaniambia, yule mganga akasema Zura, unafanya vizuri Zura. Unafanya vizuri sana mjukuu wangu. Hapo ndipo ninapoona kwamba umuhimu wa mama kwa mtoto. Kazi ya kwanza Zura ni kufanya moyo wa mtoto uwe karibu na wakwako. Nafsi ujiunganisha pale palipo na mazoea. Zura, na hakikisha kila unapokuja hakuna mtu ambaye anakufuatilia. Zingatia hili Zura. Zingatia hili. Zura anasema. Maneno ya mganga alizidisha hofu mwilini mwangu, lakini bado sikutaka kurudi nyuma. Nilimweleza kila hatua yule msichana ambaye alikuwa anakuja kucheza nyumbani kwangu, anavyokula chakula changu, anavyocheka na mwanangu kana kwamba hakuna jambo ambalo si la kawaida ambalo litatokea kwa upande wake. Mganga akaendelea kunisikiliza, kisha akaendelea kusema. Akasema, Zura, sasa naona umejua njia. Umejua njia Zura. Lakini bado hujaingia ndani yake. Zura. Zura anasema nilimwangalia kwa wasiwasi mganga. Wakati huo alionekana kuwa serious na kazi yake, kwa sababu hata alivyokuwa anaongea ni tofauti na vile alivyonipokea kwa mara ya kwanza. Nikamwambia mganga, nifanye nini tena? Mganga alisimama akazunguka kidogo mbele ya moto uliokuwa ukiteketea, kisha akasema kwa sauti ya kuogopesha, akasema, Zura, unatakiwa kutafuta mbuzi wawili. Na wawe ni weusi wasio na doa hata mmoja. Wawe wazima na wenye nguvu. Ukisha wapata, utawaleta hapa Zura. Bila hao mbuzi, hakuna tambiko lolote ambalo linaweza kufanikiwa kufanyika hapa. Mbuzi wawili Zura. Nikasema, mbuzi wawili? Tena weusi wasio na doa? Au mbuzi si watakuwa na gharama sana? Mganga akaniambia, ndio, ni lazima ulete. Na hii sio kazi ndogo kama unavyofikiria Zura. Nilikwambia kila hatua ina sadaka yake. Na ukileta hao mbuzi, tutajua kuwa uko tayari kuingia hatua ya mwisho. Kisha mganga akamaliza kuongea maneno hayo. Zura anasema nilimeza mate kidogo. Nilijua kupata mbuzi wawili haikuwa rahisi kwa hali yangu, lakini tayari nilikuwa nimeanza safari ambayo sikuweza kuisimamisha katikati. Nikasema sawa mganga. Nitafuata kile ambacho umekisema, nitawaleta. Basi siku hiyo niliporudi nyumbani, nilihisi kama nimezidi kuzama kwenye kitu kisichokuwa na mwisho, lakini bado nilijipa moyo. Nikajisemea kimoyomoyo kuwa kila ninachokifanya ni kwa ajili ya mwanangu, hakuna ninachokikosea. Basi haikuchukua muda mrefu, nikafanikiwa kuwapata mbuzi wale wawili. Nililazimika kuuza baadhi ya vitu vyangu vya thamani na kukopa kidogo bila kueleza sababu ya kweli. Nilijifanya kama nina jambo langu la kawaida pale kijijini, lakini moyoni nilijua kwamba nilikuwa naandaa kitu kisichokuwa cha kawaida kabisa. Basi nilipowapeleka wale mbuzi kwa mganga kuniuliza maswali mengi. Alinitazama tu kwa macho aliyojaa uthibitisho kwamba sasa nimevuka mstari wa kurudi nyuma. Yule mganga akaniambia, safi Zura, umefanya vizuri. Yule mganga aliniambia kwa sauti ya utulivu, na kisha akasema, kwa sasa tambiko linaweza kuanza. Basi mbuzi wale kwanza walichinjwa pale pale. Sauti yake ilipokatika hewani, moyo wangu uliruka kwa hofu isiyoelezeka. Mganga alikusanya damu yake kwa uangalifu, huku akiongea maneno ya ajabu ambayo sikuyaelewa. Baadaye aliniambia kwamba kati ya wale mbuzi wawili, mbuzi mmoja atazikwa karibu na kaburi la pacha aliyefariki. Basi tulielekea makaburini moja kwa moja usiku ulipoanza kuingia. Basi upepo ulikuwa mkali sana.
Yaani kana kwamba hata miti ilisimama kushuhudia kile ambacho kilikuwa kinafanyika. Mbuzi yule alizikwa karibu kabisa na kaburi la mwanangu. Nilihisi kama ninavunja heshima ya usingizi wa mtoto wangu, lakini sikuwa na ujasiri wa kupinga. Basi mbuzi wa pili naye alichinjwa, lakini huyu hakuzikwa mzima. Mganga alitoa mifupa yake kwa uangalifu kabisa, akaikusanya pembeni, kisha kanambia, akasema hii mifupa itazikwa pia karibu na kaburi, lakini nyama yake hiyo ni kazi nyingine. Nilihisi tumbo likinisokota. Nikamwambia mganga, kazi gani tena? Kwani bado kazi inaendelea? Niliuliza kwa sauti ya chini, lakini sauti yenye hofu. Mganga alinigeukia pole pole. Akaniambia, Zuhura, utachukua nyama hii, utaipika wewe mwenyewe. Utapika hii nyama bila mtu mwingine kuijua. Utamhudumia yule msichana kama zawadi ya mapenzi yako kwake. Atakapokula, agano litaanza kufungwa. Na hakikisha nyama hii unaipika na chakula kitamu. Baada ya mganga kuongea maneno hayo, nilihisi kama dunia imenizunguka, lakini tayari nilikuwa nimefika mbali sana. Nikasema sawa. Nilisema kwa sauti ambayo ilipoteza nguvu. Nikasema sawa, nitafanya hivyo mganga. Basi nilichukua ile nyama nikiwa na mikono inayotetemeka. Usiku ule sikulala. Nilijifikiria jinsi nitakavyoipika, jinsi nitakavyomwita yule mtoto, jinsi nitakavyomwangalia kila bila kujua kile kilichofichwa ndani ya sahani yake. Nilijiuliza mara moja tu, je, Zuhura mimi nilikuwa bado mama anayemlinda mtoto wake au nilikuwa nimegeuka mtu wa ajabu? Lakini hata katika mawazo hayo, picha ya mwanangu akiteseka ilinilazimisha kuendelea. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu isiyo ya kawaida. Nilipoichukua ile nyama ya mbuzi kesho yake, baada ya kupika chakula, nilimpigia mganga simu nikamwambia kwamba tayari nimeshakamilisha. Na hivyo nilikuwa najiandaa kwenda kumwita yule mtoto. Mganga alisema nimsubiri kama nusu saa, atakuwa tayari ameshafika hapo nyumbani. Basi mganga alikuja pale nyumbani pasipo mtu yeyote kumuona. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu isiyo ya kawaida. Nilihisi kana kwamba kila mti, kila upepo vilikuwa vinashuhudia. Nilipofungua mlango wa nyumba yangu, mganga aliingia taratibu na kukaa pembeni pasipo kutoa sauti. Basi niliamua kupakua chakula. Chakula kilikuwa na harufu nzuri sana. Nilipika chakula kizuri. Nilipika pilau. Niliweka viungo vizuri kabisa. Viungo ambavyo vinanukia. Hata mtu angekuja kwa mara ya kwanza nyumbani kwangu, angeshtuka sana. Kwa sababu hakukuwa na sikukuu yoyote wala jambo lolote ambalo lilikuwa linaendelea pale kijijini. Lakini mimi nilipika chakula ambacho kilikuwa kinanukia sana. Yote haya ni kwa ajili ya kumvuta yule mtoto. Nilitaka kila kitu kionekane cha kawaida. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kunishuku kwa jambo lolote lile ambalo nataka kulifanya. Basi nilipomaliza kuandaa chakula, nilijipanga upya. Nikavuta pumzi, kisha nikatoka nje, nikaenda kumwita yule msichana kwa sauti ya pole. Nikasema, mwanangu, na ule unacheza tu peke yako hapa nje? Yule mtoto akaitikia, akasema ndio mama, kwa sababu tayari nilishamjengea mazoea ya kuniita mama na sikutaka awe na hofu yoyote. Nikasema sawa mwanangu. Sasa leo kulikuwa na sherehe ndogo ya rafiki yako. Nilikuwa nataka uje ungane naye. Yule mtoto akasema sawa mama. Ngoja nikamwambia mama kule nyumbani ili na mimi nioge nije kwenye sherehe. Nikamwambia hapana mwanangu. Sio lazima uoge. Ni sherehe tu ya watu wa humu ndani. Atakiwa ongezeke mtu mwingine kwa sababu nimepika chakula kidogo tu cha kutosha sisi. Kwa kuwa na wewe ni mwanangu unacheza hapo nje, hauwezi kuondoka na njaa. Njoo binti yangu mzuri. Jamani mrembo wewe. Yule mtoto baada ya kumwambia maneno hayo matamu, alikuja bila shaka yoyote. Msichana yule alikuwa bado ni mdogo. Moyo wake haukujua hila ya watu wazima. Alipoingia ndani ya nyumba yangu, nilihisi kama pumzi yangu ilisimama kwa sekunde chache. Mganga aliyekuwa amejificha pembeni alisogea kimya kimya. Kabla hata sijapata nafasi ya kufikiri, yule mganga alimvutia karibu na kumpulizia dawa ya kienyeji iliyokuwa na harufu kali kidogo, lakini isiyotambulika haraka. Msichana alitikisika kidogo, macho yake yakaanza kuwa mazito, akili yake ikawa kama imelegea, hatimaye akawa amelala. Nilishikwa na hofu ghafla. Nilisi kama mganga amemua mtoto wa watu. Mganga aliniashiria kwamba nisiseme neno lolote la kuonyesha hofu. Kisha akaanza kuzungumza maneno ya tambiko kwa sauti ya chini. Akawa anataja majina na kuzungumza kwa lugha niliyoisikia lakini sikuielewa. Aliweka baadhi ya vitu sakafuni, akachora alama kwa unga mweupe na kumkalisha yule msichana katikati. Basi Zuhura mimi nikaa natizama tu huku nikiwa niko pembeni. Nilisimama pembeni huku nikawa naendelea kutetemeka. Sikuweza kuangalia moja kwa moja yale yote ambayo mganga alikuwa anayafanya. Nilihisi kama kimvuli kizito kilikuwa kimeingia ndani ya nyumba yangu. Upepo ulipiga dirisha, taa ilitingishika kidogo, na kwa mara ya kwanza nilihisi kama kuna kitu kisichoonekana kimekubali wito huo. Basi tambiko lilipokamilika, mganga alinyanyuka pole pole, kisha akasema, kuanzia leo nafsi hii haitamsumbua tena pacha wake. Agano tayari tumeshalifunga. Msichana huyu tayari ameshafunga ndoa na nafsi ya marehemu mtoto wako.
Msichana yule alikaa kimya, huku macho yake bado akiwa mazito. Baadaye aliamshwa taratibu kana kwamba ametoka usingizini. Msichana yule maskini hakukumbuka kitu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Nikampa kile chakula ambacho ndani yake kulikuwa na nyama ya mbuzi ya kafara. Yule msichana alikula chakula chake kwa utulivu, pasipo kujua kwamba chakula kile ambacho anakula kuna mtego mzito ambao nimeweka katika maisha yake. Baada ya kula kile chakula, yule msichana akarudi nyumbani kwao bila kujua kuwa maisha yake yalikuwa yameingia katika njia mpya isiyoonekana. Basi usiku ule nilikaa kitandani nikimtazama mwanangu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Mtoto wangu alilala bila kutikisika, bila kuongea na hewa, bila kukimbia usingizini. Lakini kwa wakati huu nilipaswa kufurahi kwa sababu mtoto wangu hakuteseka tena. Lakini badala yake nilihisi ukimya mzito kuliko vilio nilivyovizoea. Ndani ya moyo wangu kulikuwa na swali moja tu lililoniacha nikiendelea kuwa na hofu. Nilikuwa najiuliza, nimefanya nini? Na vipi kuhusu maisha ya yule msichana? Na huo ndo mwisho wa sehemu ya 3 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Naogopa. Zuhura tayari ameshakamilisha kufanya tambiko, ikiwa ni pamoja na mbuzi mmoja ambaye wamemtoa kafara kumzika pembezoni mwa kaburi wa mtoto wake ambaye ni pacha. Lakini mbuzi mwingine alichinjwa kisha mifupa yake ikatolewa na kuzikwa pia pembezoni mwa kaburi la mtoto wake. Lakini nyama ya mbuzi huyo aliyotolewa mifupa, mganga alimwambia kwamba aende kupika nyumbani kisha nyama ile ampe yule mtoto huku akiwa amechanganya na chakula kitamu. Haya, tambiko tayari limeshakamilika. Vipi maisha ya yule mtoto yataendeleaje? Na je, utulivu wa huyu pacha mwingine aliyebaki huku duniani utaendelea kudumu maisha yake yote? Ili kujua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Naogopa.